أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema siku hizi naendelea kueleza kuhusu vita ya Tabuk. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliondoka kwa ajili ya vita hii. Kuhusu hiyo historia inatuambia zaidi ya kwamba baada ya jeshi la Kiislam kuondoka kuelekea Tabuk, mahala pa kwanza ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipiga kambi palikuwa Zulkhushub. Zulkhushub ni bonde moja kwenye njia iendayo Siria, likiwa na umbali wa safari ya usiku mmoja kutoka Madina, ambapo kuna chemchem za maji kwa idadi kubwa. Kutoka huko Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuswali sala ya azuhuri na alasiri kwa pamoja. Katika safari hii akaendelea kuswali azuhuri na alasiri na maghribi na isha kwa kuzijumuisha. Katika safari hii mahala ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipiga kambi, kuhusu sehemu hizi hayapatikani maelezo kamili, isipokuwa zipo sehemu ambazo majina yao tu yameandikwa, ambayo nikipata muda nitaeleza inshallah. Hat Muaz bin Jabal anasimulia ya kuwa Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika vita ya Tabuk. Ndipo kabla ya kuondoka kwake jua likapinduka, yeye akajumuisha azuhuri na alasiri, na akiondoka kabla ya jua kupinduka alikuwa akiahirisha azuhuri mpaka alasiri, na kuhusu magharibi na pia alikuwa akifanya hivyo. Jua likizama kabla ya kuondoka kwake alikuwa akijumuisha magharibi na isha, na akiondoka kabla ya jua kuzama au kutua alikuwa akiahirisha magharibi hadi isha, na kisha alikuwa akijumuisha zote mbili. Inaelezwa ya kuwa katika safari ile hat Abdurrahman bin Auf alipata bahati ya kuwa imamu wa swala. Kisa chenyewe ni hiki: hat Mughira bin Shoba anasimulia ya kuwa yeye alishiriki pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Tabuk. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya sala ya alfajiri alienda kujisaidia. Mimi nikiwa naye nikabeba mtungi wa maji na nikaenda pamoja naye. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporejea kwangu, nilikuwa nimesimama mbali kidogo. Nikaanza kumiminia maji juu ya mikono yake kutoka mtungi wangu, naye akaosha mikono yake mara 3. Hapo anaeleza njia ya kutawaza, namna alivyofanya wuzu katika safari. Kisha Mtume akaosha uso wake mtukufu, kisha akajaribu kutoa nje mikono yake kutoka kanzu yake, lakini kwa sababu ya mikono ya kanzu kuwa finyu hakuweza kufanya hivyo. Basi Mtume akatoa mikono yake kutoka chini ya kanzu na akaiosha hadi vikoni. kisha akapapasa mikono yake juu ya soksi zake.
yani alikuwa amevaa soksi hivyo akafanya masaa juu ya soksi zake kisha akaenda mbele. Mughira anasema mimi pia nikaenda pamoja na mtume hadi tukawakuta watu walikuwa wameshamfanya abdurrahman bin auf kuwa imamu. yeye alikuwa anawasalisha. mtume sallallahu alaihi wasallam akapata raka moja katika raka mbili. watu hawa walikuwa wameshasali raka moja. raka ya pili mtume akaswali pamoja nao. hata abdurrahman bin auf alipohitimisha swala, mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama ili kukamilisha swala yake. jambo hilo likawaletea waislamu hofu na wakaanza kusoma tasbih. nabii sallallahu alaihi wasallam alipokamilisha swala yake akaelekea kwa watu na akasema kwamba mmefanya sawa au akasema mmefanya vizuri kwa sababu ya kuswali kwao kwa wakati. akawasifu. inapatikana habari za kupita karibu na magofu ya kaumu ya thamud. hat ibn umar anasimulia ya kwamba katika vita vya tabuk mtume sallallahu alaihi wasallam alipopiga kambi katika eneo la hijr, mtume akawaambia watu kwamba wasinywe kutoka kisima chake wala wasinyweshe. masahaba wakasema kwamba sisi tumekanda unga kwa maji yake na pia tumewanywesha wanyama wetu. mtume akawaambia kwamba unga iliyokandwa tupeni na maji mlio nayo pia mwageni. na riwaya moja inasema kwamba nabii karim sallallahu alaihi wasallam akatoa amri ya kutupa chakula. na hata abu zar anasema kwamba nabii sallallahu alaihi wasallam alisema, mtu aliyekanda unga kwa maji haya, unga hiyo iliyokandwa na maji haya itupwe. riwaya moja inasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, msinywe maji ya kisima hiki wala msitawaze kwa maji yake, bali unga mliokanda kwa maji yake, unga hiyo muwalishe ngamia na msile chochote kutoka hiyo. kwa mujibu wa riwaya moja nyingine, mtume alisema kwamba wao wasichote maji kutoka kisima kile, na kisima ambapo ngamia hatsale alikuwa akija kunywa maji wachote kutoka kisima kile. aliyeeleza maelezo ya bukhari ibni hajar askalani, mtume sallallahu salam alikuwa amepata elimu kuhusu kisima hiki cha ngamia wa swale kwa njia ya wahi. riwaya moja inasema ya kwamba nabii karim sallallahu alaihi wasallam alipopita karibu na hijr, mtume akasema kwamba msiingie katika makazi ya watu hawa waliofanya zulma, isipokuwa nyini muwe mnalia. mnatakiwa kuwa na hali ya hofu sana, mupite mkiomba dua kwa allah. mnapita katika makazi ya kaumu ambazo azabu ilishuka juu yao, musije mkapata shida iliyowafikia wao. kisha mtume akafunika uso wake kwa shuka na alikuwa amepanda kipando chake. riwaya moja inasema kwamba alifunika kichwa chake na akaongeza mwendo wake hadi akavuka bonde. eneo hili la hijr utambulisho wake ni kama huu, kwamba eneo hili linapatikana njiani iendayo tabu kutoka madina, ambako kaumu ya swale walikuwa wakiishi. jina la eneo hilo lilikuwa hijr. siku hizi sehemu hiyo ni maarufu kwa jina la madain saleh. allah aliwajalia kaumu hiyo neema nyingi sana. kulikuwa na mashamba yenye rutuba, chemchem zenye kutiririka, kulikuwa na kilimo cha kutosha, bustani za tende na matunda. wakazi hawa walikuwa na kipaji cha kutosha na wenye kufanya juhudi sana, na allah pia alikuwa amewajalia sana neema nyingi za asili, na walikuwa kipaji chao kilikuwa hicho kwamba walikuwa wenye kuchonga milima na kujenga nyumba. ngamia wa swale alikuwa nishani kwao, lakini wao wakakata miguu yake
hapo allah akawaangamiza kwa kuwapatia adhabu. Katika kurani tukufu kaumu hiyo imetajwa kwa jina la ashabe hijr na kuna sura ya al-hijr vile vile katika kurani tukufu. Kwenye safari hii ngamia wa mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikupotea na habari zake zinapatikana katika historia. Maelezo yake ni kama hivi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaelekea Tabuk, njiani sehemu moja ngamia yake Kaswa akapotea. Maswahaba wakatoka kumtafuta. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwepo Amara bin Hazm ambaye alikuwa ameshiriki katika bai'at Uqba na alikuwa sahaba wa Badr. Kwenye hema la Umara alikuwepo Zaid bin Salt ambaye alitokana na kabila la Banu Qainqa na alikuwa Myahudi kisha akasilimu, lakini alikuwa Muislamu wa kijina tu. Yeye akaonyesha unafiki, imani yake haikuwa imara. Hapo pia akaonyesha unafiki wake. Zaid akawaambia watu wa hema kwamba hali hat Amara alikuwa kwa mtume. Zaid alisema, je, Muhammad sallam hadai kuwa yeye ni nabii, naye anawajulisheni kuhusu habari za ghaibu, lakini hali yake ndiyo hii kwamba mwenyewe hajui kuwa ngamia yake amepotea wapi. Zaid alikuwa anaongelea hivi katika hema lake. Wakati ule ule mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Amara ilhali ye alikuwa kwake kwamba mtu mmoja amesema ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawaambieni kwamba yeye ni nabii na anazani kwamba yeye anawaambieni kuhusu mambo ya mbinguni, ilhali ye mwenyewe hajui kwamba ngamia yake yuko wapi. Wallahi, alisema, wallahi mimi sijui isipokuwa yale ambayo allah amenijalia elimu yake, na nawaambieni yale ambayo allah ananiambia, na kwa yakini allah ameniambia kuhusu ngamia kwamba yuko kwenye pango fulani na fulani, na akaashiria upande wa pango moja. Mwenyezi Mungu kwa kumsikia mnafiki huyo akaonyesha ghera na akamwambia mtume kwa njia ya ufunuo na ilhamu kwamba ngamia yuko wapi. Lijamu yake imeningania na mti moja, basi nendeni mkamlete kwangu. Maswahaba wakaenda na kumleta kwake. Kisha Umara akaenda kwenye hema lake na akasema kwamba wallahi leo jambo la ajabu limetokea. Muda huu mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia kuhusu kauli ya mtu mmoja ambayo Mwenyezi Mungu alimwambia mtume wake. Kwenye hema la Umara mtu mmoja akamwambia kwamba wallahi jambo hilo ambalo umelisema Mwenyezi Mungu alimwambia mtume. Zaid alikuwa ametamka maneno hayo hayo kabla ya kuja kwako. Hapo Umara akamshika Zaid kwa kola ya shati lake na akasema kwa wenzake kwamba eni watu wa Mungu, katika hema langu alikuwepo nyoka moja na mimi sikuwa na habari yake. Na akaelekea kwa Zaid kwamba na akasema, siku za usoni si husiki nawe. Baadhi ya watu wanazani kwamba baadaye Zaid akafanya toba na wengine wanafikiri kwamba akaendelea na njama zake kama zilivyo na akafa katika hali ile ile. Riwaya moja inasema kwamba swahaba aliyekwenda kutafuta ngamia sehemu aliyomwambia mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa Haris bin Khazama. Katika safari hii masurufu yani vyakula pia vilipungua. Kwenye maelezo yake imeandikwa hivi kwamba hata Abu Huraira anasimulia kuwa katika safari ya vita ya Tabuk watu walipata njaa sana. Wakasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukituruhusu tuchinje ngamia zetu wenye kuchota maji nasi tuule na tutumie mafuta yake. Mtume akasema kwamba chinjeni kama mna hali mbaya kwa njaa. Msimuliaji anasema hapo akaja Umar na akasema kwamba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukifanya hivyo basi vipando vitapungua, isipokuwa uwaambie watu wakuletee kile kilichobaki kwao
katika masrufu na kisha ufanye dua ili kipate baraka. Yawezekana kuwa allah atie baraka mle. Mtume akasema kwamba ni sawa. msimuliaji anasema kwamba mtume akaagiza tandiko moja la ngozi na akalitandika chini, kisha akaagiza vyakula vilivyobaki viletwe. mmoja akaja na gao la mahindi, mwingine akaleta gao la tende, mmoja akaleta vipande vya chapati, hadi vitu kadhaa vikakusanyika juu ya tandiko hilo. mtume sasa akaomba dua ya baraka na kisha akasema kwamba chukueni katika vyombo vyenu. wao wakachukua katika vyombo vyao mpaka kila chombo kilichokuwa kwenye jeshi lake kikajaa. kisha wote wakala na wakashiba na chakula bado kikabaki. ndipo mtume saa salam akasema kwamba mimi natoa ushahidi kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa allah na mimi ni mtume wa allah, na mtu ambaye atakutana na mungu pamoja na shahidi hizi mbili, yeye hatazuiliwa kuingia peponi. katika safari hii zinapatikana habari za matukio mbalimbali. tukio moja ni la ubishi wa watu wawili. hatiyala bin umaya alisema, mimi nilishiriki pamoja na mtume salallahu alaihi wasallam katika vita ya tabuk. nilikuwa na mtumishi wangu mmoja, yeye akabishana na mtu mmoja na mmoja akauma juu ya mkono wa mwingine. inasemwa kwamba mtu ambaye mkono wake ulikuwa umeumwa, ye akavuta mkono kutoka mdomo wa yule aliyemuma. hapo katika meno yake mawili ya mbele jino moja akalingoa. mwenye kuuma alikuwa ameshika kwa nguvu, lakini mwingine alipovuta kwa nguvu, hapo meno ya mtu huyo yakangoka. kwa vyote vile wote wawili wakaja kwa mtume saa salam. mtu ambaye jino lake lilikuwa limevunjika akaomba diyat kwamba huyu amengoa jino langu, hivyo nipatiwe malipo yake. mtume saa salam hakukubali ombi lake na akasema kwamba hapana, na akasema, je, huyo angeacha mkono wake kwenye mdomo wako mpaka wewe ungeutafuna, kana kwamba yumo katika mdomo wa ngamia ambaye anautafuna? mtu ambaye mkono wake ulikuwa unaumwa, yeye alipojaribu kujiokoa katika hali hiyo jino lake limekatika, hivyo hakuna digat yake. basi hukumu ya digat, yani malipo, inatokana na hali jinsi ilivyo na haitolevi bila kuona hali halisi na haki. vivyo hivyo katika matukio ya safari hii kuna matukio mengine pia. maslan hat humed saidi anasimulia kwamba katika vita ya tabuk kwenye safari yake mtume alipofika bonde la qura, huko ilikwepo bustani moja ya mitende. nabi karim saa salam akawaambia masahaba zake kwamba pigeni hisabu kutakuwa na tende kiasi gani kwenye bustani. wote wakapiga hisabu na mtume pia akakadiria kuwa zitakuwa wasku 10, yani kilo 1800. na kisha mmiliki wa bustani ye alikwepo kule. mtume akamwambia kwamba utakapokusanya matunda ya bustani hii upime mizani yake kwamba ilikuwa kiasi gani. msimuliaji anasema kwamba wakati wa kurejea kutoka tabuk, tulipofika katika bustani ile, tukamuuliza mwanamke huyo kwamba alipata matunda kiasi gani. ye akasema, akaeleza idadi ambayo mtume alikuwa amepiga hisabu yake, yani wask 10. vivyo hivyo msimuliaji huyo anasimulia kwamba tulipofika tabuk, mtume akasema kwamba muwe na tahadhari, usiku huu upepo mkali utavuma na mtu yote asibaki kusimama, na mtu ambaye ana ngamia afunge magoti yake, na mtu akilazimika kutoka nje kwa haja fulani asiende peke yake, bali watu wawili kwa pamoja waende. inaonekana kwamba mtume saa salam atakuwa amejua kuhusu vumbi kali, au yawezekana allah atakuwa amemwambia. masahaba wanasema kwamba sisi kama kufuata amri ya mtume tukafunga ngamia wetu, na kisha usiku ule ikatokea upepo mkali. mtu mmoja alikuwa amesimama, upepo mkali ukamtupa juu ya milima ya kabila te. kuna riwaya nyingine inasema kwamba watu wawili wa banu saida hawakufuata agizo la mtume. mmoja akatoka kujisaidia akiwa peke yake na mwingine akaenda kumtafuta ngamia yake. aliyekwenda kujisaidia ye akapata maradhi yako.
na mtu aliyekwenda kumtafuta ngamia upepo mkali ukamrusha na kumtupa katikati ya milima miwili ya Tee. Mtume alipopata taarifa yao akasema kwamba sikuwaambieni kwamba msiende peke yenu? Na kisha aliyepata maradhi kati yao mtume akamwombea dua na mtu huyu akapona. Na mwingine ambaye alikuwa amekwenda kujitupa katika milima ya Tee, watu wa kabila Tee wakamleta Madina kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Riwaya moja inasema kwamba baada ya vumbi kali kwisha, asubuhi ilipofika watu hawakuwa na maji, nao wakaja kwa mtume na wakasema kwamba afanye dua. Mtume akafanya dua kwa ajili yao. Mwenyezi Mungu akapeleka mawingu ambayo yakanyesha sana, na wao wakajaza mitungi yao na maji na wakatimiza mahitaji yao. Kwa baraka ya dua ya mtume katika safari ya Tabuk kulitokea tukio moja la kimuujiza la kunyesha kwa mvua. Hata Ibn Abbas radhiyallahu anhu anasimulia ya kwamba Hazrat Umar bin Khattab aliombwa na watu kwamba atuelezee chochote kuhusu vita ya Tabuk. Ye akatuambia kwamba sisi katika msimu mkali wa joto tukatoka kuelekea Tabuk, tukapiga kambi sehemu moja, tukahisi kiu hadi tukahisi ya kwamba shingo zetu zitakuwa zimekatika, mpaka hali ikawa hivi kwamba mtu mmoja alipokuwa anaenda kutafuta maji na asiporejea, watu walikuwa wakizani kwamba labda amekufa. Mtu mmoja alikuwa akichinja ngamia yake kisha akichota maji kutoka tumbo lake na alikuwa akinywa, na sehemu iliyobaki alikuwa akitunza katika tumbo lake. Tumbo maana yake ni kitu chochote cha kutunzia maji. Alikuwa ameweka kwa ajili yake, alikuwa anatunza maji kwenye chombo kile. Hata Abubakar Siddiq akasema kwamba ya Rasulallah, Allah ameweka kheri kwenye dua yako, hivyo utuombe. Nabii sallallahu alaihi wasallam akasema, je, mnataka kwamba mimi niwaombeni? Tukasema kwamba ndiyo. Hapo Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam akainua mikono yake miwili na alikuwa bado hajashusha mikono yake, ndipo mawingu yakatanda na mvua ikaanza kuonyesha. Watu wakajaza vitu vyote, vyombo vyote walivyokuwa navyo. Kisha tukaona mazingira na tukakuta kwamba sehemu iliyokuwa mbele ya jeshi mvua ilikuwa haikuonyesha kule. Vivyo hivyo kuna habari za kujaa kwa chemchem ya Tabuk kwa maji. Hat Muaz bin Jabal anasimulia kwamba sisi pamwe na mtume sallallahu alaihi wasallam tulitoka mwaka wa vita ya Tabuk. Mtume alikuwa akijumuisha swala, alikuwa akijumuisha adhuhuri na alasiri na maghribi na isha kwa pamoja. Siku moja aliahirisha kidogo kuswali. Mtume akatoka nje na akajumuisha sala ya adhuhuri na alasiri, kisha akaenda ndani. Kisha akaja tena jioni na akajumuisha maghribi na isha kwa pamoja. Na kisha huzur akasema kwamba kesho inshallah nini mtafika kwenye chemchem ya Tabuk na hamtafika mpaka jua liwe limetoka vizuri, na yeyote kati yenu akifika kwa chemchem hiyo asiguse maji yake mpaka nije mimi. Huko ilikuwa chemchem. Mtume akasema kwamba mpaka nifike mimi msichote maji kutoka kisima kile. Msimuliaji anasema kwamba tulipofika kwenye chemchem ile, watu wawili walikuwa wameshafika huko na maji kidogo kidogo yalikuwa yanatiririka kutoka chemchem ile. Msimuliaji anasema kwamba mtume akawauliza kwamba je, mmegusa maji haya? Wao wakasema kwamba ndio. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akawatahadharisha na kisha akawaambia yale aliyotaka Mungu. Msimuliaji anasema kwamba kisha watu wakaanza kuchota maji kutoka chemchem ile kidogo kidogo na hadi maji yakajaa kwenye chombo kimoja. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akaosha mikono yake miwili na akaosha uso wake, kisha akamiminia maji hayo kwenye chemchem ile. Chemchem ile ikaanza kutiririka kwa kasi mpaka watu wakashiba. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekea kwa Muaz na akasema kwamba e Muaz, umri wako ukiwa mrefu utaona kwamba
mahala hapa pamejaa na bustani. Muhammad bin abdul baqi zarqani akieleza maelezo ya hadisi hii ameandika kwamba hii ilikuwa ni habari ya ghaibu ambayo imeshatimia tayari, na mtume sallallahu alaihi wasallam alieleza kuhusu hat muaz. Humo kulikuwa na habari moja ya ghaibu, kwani hiyo ilikuwa ni kudra ya mungu kwamba baadaye hat muaz alienda kwenye sehemu hiyo hiyo, na hapo ndipo alipokuwa amefariki dunia. Inaonekana kwamba mtume atakuwa amejua kwa kupitia wahi kwamba muaz ataona mahala hapa na bonde lile litajaa na miti na matunda na bustani. ibn waza yani abu abdullah muhammad bin waza ambaye alikaa katika dunia hii kuanzia 199 hijria hadi 287 amewahi kupita kama muhadis mashuhuri wa undulus. Anasema kwamba nimeona sehemu na mahala pote karibu na chemchemi hii. Anasema kwamba kule kwa rutba na wingi wa miti, na silsila hii labda iendelee hadi siku ya kiama, na hiyo ndio iliyokuwa bishara ya mtume. Kwenye atlas sira ya nabii sallallahu alaihi wasallam kuna maelezo ya chemchem hii ya tabuk. Kiongozi wa idara ya sheria ya tabuk Sheikh Saleh alisema kwamba chemchem hii miaka miwili kabla iliendelea kububujika kwa karne takriban 14. Baadaye visima vilipochimbwa kwenye maeneo yaliyo jirani, maji ya chemchem hii yakahamia kwao. Takriban visima 25 vilipochimbwa, sasa chemchem hii imekauka. Kisha Sheikh Saleh akatupeleka kwenye kisima kimoja ambapo tukaona kwamba kuna bomba la maji lenye inchi 4, na bila mashine yoyote maji yanaendelea kububujika na kutoka kwa nguvu zote. Na hiyo ndiyo iliyokuwa hali ya visima vingine. Hiyo ilikuwa ni baraka ya muujiza ya nabii kwamba katika Tabuk maji yanapatikana kwa wingi, na wingi kama huu hatujawahi kuona isipokuwa katika Madina na Khaibar. Uhakika ndio huu kwamba maji ya Tabuk ni zaidi kuliko sehemu hizi mbili, na kwa kupata faida kutoka maji haya bustani zinaendelea kuwekwa katika Tabuk, na sawa na bishara ya mtume eneo la Tabuk limejaa bustani na linaendelea kujaa zaidi na zaidi. Katika vita vya Tabuk kuhusu wajibu wa ulinzi imeandikwa kwamba katika vita vya Tabuk mtume sallallahu alaihi wasallam alimteua Ibad bin Bishr kama mlinzi makhsus. Yeye pamoja na wenzake alikuwa anazunguka jeshi. Siku moja akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, ya Rasulullah, sisi tunasikia sauti ya takbira nyuma yetu hadi asubuhi. Je, umemteua yote kati yetu kwa ajili ya ulinzi? Mtume akasema, hapana, si kufanya hivyo. Labda baadhi ya Waislamu wanatoa huduma hii kwa kujitolea. Hapo Hasil Khan bin Salama ambaye alikuwa hakupatiwa wajibu huo, lakini alikuwa anafanya kazi hii kwa upendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ye akasema kwamba, ya Rasulullah, mimi pamoja na wanajeshi 10 na farasi zao natoka na walinda walinzi hawa. Hapo mtume akafanya dua kwa ajili yake na akasema kwamba Mwenyezi Mungu awalinde wale wanaotoa huduma hii ya ulinzi na awarehemu. Kati ya watu na wanyama wale ambao umewahifadhi, badala yao mtapata ajira na malipo sawa na qiraat moja. Ni qiraat ni takriban garamu 2 ya dhahabu. Riwaya moja inasema hivi kwamba katika safari ya Tabuk hii ilikuwa hali ya watu kwamba wakati wa kupiga kila kambi watu walikuwa wanakaa nyuma, na maswahaba walikuwa wanamwambia mtume kwamba, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, leo mtu fulani amebaki nyuma. Mtume alikuwa anasema kwamba nini, mumwache, humo kutakuwa na kheri, basi Mungu atakuwa anawaunganisheni, na kama kutakuwa na jambo jingine basi Mwenyezi Mungu atawaokoeni na yule. Katika muda kama huo mtu fulani akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hata Buzara amekaa nyuma na ngamia yake amelegea. Mtume akasema, nini, mumwache,
kama itakuwa kheri ndani yake basi mungu atamkutanisha na nini na kama kutakuwa jambo jingine basi mungu atawaokoeni na yule. hali yake ilikuwa ndiyo hii kwamba ngamia yake alikuwa amemsumbua, alikuwa amelegea sana. ngamia ya abuzar alipolegea na kuzofika mno, ye akashuka chini na akabeba mzigo juu ya mgongo wake na akaanza kutembea nyuma ya mtume sasam kwa miguu. yeye baada ya kupiga hatua akapiga kambi sehemu fulani. mmoja wa waislamu alipoona akasema, ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, njiani mtu mmoja anakuja peke yake. mtume akasema kwamba kun abazarin, laiti huyu awe abuzar. kisha watu walipoona kwa umakini wakasema, ya rasulullah, wallahi huyu ndiye abuzar. mtume akasema kwamba mwenyezi mungu amrehemu abuzar, yeye anakuja akiwa peke yake na atakufa akiwa peke yake na atainuliwa akiwa peke yake. maneno hayo ya mtume saa salam aliyosema kuhusu abuzar yakapata kutimia katika zama ya ukhalifa usman radhiallahu anhu neno kwa neno. yeye alipoenda kuishi nje katika eneo la rabza pamoja na familia yake. rabza ilikuwa na umbali wa takriban maili 96 kutoka madina. pamoja naye walikuwepo mke na watoto wake na mtumishi moja, na wakati ule hakukuwepo makazi yote kule. muda wa kifo chake ulipowadia, mke wake akapata hofu kwa sababu ya upweke na kulikuwa hakuna sanda kwa ajili yake. hapo akaanza kulia. abuzar akamwambia kwamba usilie. kisha alisema kwamba nilikuwa nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kati yenu mtu mmoja atakufa katika jangwani, ambapo kwenye sala yake ya jeneza jumuiya moja ya watu wa imani watashiriki. na akamwambia mke wake kwamba nabii alipokuwa amesema watu wote waliokuwepo huko wameshafariki dunia na hakuna aliyefariki katika jangwa akiwa peke yake isipokuwa mimi ndiye mtu. wewe usiwe na wasiwasi, nikifa basi ukiosha maiti yangu uweke kwenye njia iendayo madina. mke wake akafanya hivyo, na muda si muda abdullah bin masud akapita karibu na maiti ile pamoja na wenzake. alikuwa anakwenda kufanya umra kutoka iraq. iye alipojua kwamba hiyo ni jeneza ya abudhar, macho yake yakajaa machozi na akasema huku akilia kwamba mtume alikuwa amesema kweli kwamba abuzar anatembea akiwa peke yake na atakufa akiwa peke yake. na kisha pamoja na wenzake akasali jeneza yake na akamzika huko huko, na kisha akawasimulia wenzake kuhusu vita vya tabuk na kisa cha abuzar, na akawaambia kwamba namna ambayo jambo la mtume sasa likapata kutimia. tukio moja ni lahat wasila razila taala anhu bin asqa, namna alivyokuja kukutana na jeshi. huyu siku chache kabla ya vita vya tabuk alikuja madina na akasilimu, na bado alikuwa kwenye madina. nabii karim sallallahu alaihi wasallam akatangaza tangazo la kuelekea tabuk. wasila bin asqa anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alitangaza wakati wa vita vya tabuk. mimi nikaenda nyumbani na nikarejea kutoka kule. maswahaba zake walikuwa wameshatangulia tayari. mimi nikaanza kuita kwenye mji kwamba je, yupo mtu ambaye ampandishe pamoja naye mtu mmoja, na sehemu itakayopatikana katika ghanima achukue kama malipo. mzee mmoja answari akasema kwamba sawa, tutachukua sehemu yake na tutampandisha pamoja nasi na tutamlisha pamoja nasi. nikasema sawa, mimi nakubali sharti hili na mimi ndiye mtu huyo. mzee huyo akasema kwamba basi tuende kwa jina la allah. hatwasila anasema kwamba basi mimi nikatoka pamoja na mwenzangu huyo mzuri mpaka allah akatujalia mali ya ghanima, nikapatiwa ngamia wachache wenye mwendo kasi. mimi nikawaleta kwa mwenzangu huyu, akatoka na akaketi juu ya ngamia yake upande wa nyuma, na akaniambia kwamba ni wasukume ngamia hawa kwa kuelekeza migongo yao kwake. kisha akasema kwamba uwasukume kwa kuelekeza nyuso zao kwangu. kisha akasema kwamba ngamia zako ni wazuri sana. nikasema hiyo ni mali yako, nilikuwa nimepanga sharti na wewe. ye akasema ewe mpwa wangu, hiyo ni sehemu yako, uitunze. shabaha yangu haikuwa kuchukua sehemu hii.
lakini kwa njia hiyo yeye alifanikiwa kushiriki vita. vivyo hivyo kuna tukio la abu khasama namna alivyokuja kukutana na jeshi. watu waliokaa nyuma kutoka msafara huwa mtume swahaba moja alikuwa abu khasama. inaonekana kwamba siku zile hakuwepo katika madina. baada ya siku chache mtume alipoelekea tabuk, huyu alifika madina kwenye nyumba yake na aliona kwamba wake zake wawili wamemiminia maji katika bustani juu ya vibanda vyao, na walikuwa wamepoza maji kwa ajili yake na walikuwa wamemwandalia chakula kizuri. abu khasama alisimama karibu na mlango wa kibanda na wake zake walikuwa wamemwandalia maandalizi mazuri. na ye alipoona maandalizi haya akasema kwamba mtume salallahu alaihi wasallam asafiri katika joto kali na abu khasama katika vivuli vizuri pamoja na vyakula na wake zake na wanyama aishi vizuri. huo si uadilifu hata kidogo. kisha alisema kwamba wallahi mimi sitakuja karibu nani mpaka nifike kwa mtume saa salam, hivyo nini muniandalie maandalizi ya safari. wao wakafanya hivyo. abu khasama akapanda juu ya ngamia na akaenda nyuma ya mtume salallahu alaihi wasallam. na siku moja katika joto kali mtume salallahu alaihi wasallam akamwona mtu mmoja akija katika jangwa. sawa na riwaya ibn hisham mtume alikuwa ameshafika tabuk. mtume alisema kwamba kun aba khasama, laiti huyu awe abu khasama. alipokuja karibu maswaba akasema ya rasulllah salallahu alaihi wasallam, wallahi huyu ni abu khasama ansari. yeye alikalisha ngamia na akaja kwa mtume salallahu alaihi wasallam akamsalimia. mtume salallahu alaihi wasallam akamuuliza kwamba e abu khasama, kwa nini ulikaa nyuma? yeye akamsimulia mtume salallahu alaihi wasallam habari nzima, na hapo mtume salallahu salam akamwombea dua ya kheri. almusleh maud razillahu anhu pia ameeleza tukio hili. anasema kwamba katika historia inapatikana mtume salallahu alaihi wasallam alipoondoka kwa ajili ya tabuk, baadhi ya masahaba wakakaa nyuma. mmoja alikuwa abu khasama. huyu alikuwa mwema sana, hakuwa na fikira kwamba atakaa nyuma, lakini amri ilipotolewa ili kutoka vitani hakuwepo nyumbani. alipokuja nyumbani akaona kwamba mke wake amekaa akimsubiri kana kwamba mtu anatamani kuongea naye. yeye akamuuliza mke wake kwamba je, mtume salallahu alaihi wasallam amekusha ondoka? mke wake akamwambia kwamba ukae kidogo. ye akamjibu kwamba mtume wa mungu aondoke kwa ajili ya vita na mimi nipumzike nyumbani. abu khasema hawezi kufanya hivyo, na wakati ule ule akatayarisha farasi yake na akipanda akaelekea. hata musleh maud ameeleza hapo habari ya farasi. katika riwaya zingine imetajwa ngamia. inawezekana kwamba zote zinafanana. kulikuwa na kipando ambacho alikitumia na njia ambapo mtume alikuwa ameondoka yeye alianza kufanya safari, alianza kusafiri. baada ya kusafiri sana, baada ya hatua nyingi, alienda kushiriki pamoja na mtume salallahu alaihi wasallam. alipofika karibu na jeshi, baadhi ya masahaba wakaona vumbi ikitoka mbali na wakaanza kufikiri kwamba huyu ni nani anayekuja. wakati ule mtume alisema kun aba khasama, kwamba uwe abu khasama. maana yake haiwezi kuwa hivi kwamba hata kama anayekuja ni nani awe abu khasama. maana yake ndiyo hii kwamba mimi natamani kwamba anayekuja awe abu khasama. akieleza ufafanuzi wa kun katika sehemu nyingine, hat musleh maud ameandika kumbukumbu ya kwanza ilikuwa pia ni ya tafsiri kabir. hiyo pia ni kumbukumbu ya tafsiri kabir. hat musleh maud akieleza ufafanuzi wa kun ameandika kwamba ikumbukwe ya kwamba katika lugha ya kiarabu kun inatumika kwa ajili ya kusema kwa mtu fulani na pia inatumika kwa ajili ya kudhihirisha tamanio la moyo. hivyo mtume salallahu alaihi wasallam alipoelekea upande wa siria, abu khasma alikuwa sahaba moja ambaye mtume alikuwa anamwamini sana na alikuwa anampenda mno.
na alikuwa anafikiri kwamba mtu huyo hawezi kuzembea katika kutekeleza wajibu wake. lakini mtume saa salam alipotoka nje pamoja na jeshi lake na akachunguza kuhusu maswaba zake hakumwona abu khasema. hapo akapata masikitiko makubwa kwamba nilikuwa na zana nzuri juu yake, lakini huyu amekaa nyuma katika jihadi hii. mtume alipoondoka mtu fulani akasema kwamba huzur, mtu fulani anakuja nyuma. mtume akaona na akasema kwamba kun aba khasama. vumbi iliposhuka na mtu huyu akafika karibu, watu wakaona kwamba huyu alikuwa abu khasama. hapo mtume akamsifu mwenyezi mungu kwamba yeye akatimiza tumaini lake, tamanio lake kwa haraka sana. sasa kun aba khasama maana yake sio hivi kwamba kama anakuja mwingine na mtume amesema kwamba huyu abe abu khasama, bali maana yake ilikuwa ndio hii kwamba mungu afanye kwamba huyu anayekuja awe abu khasama. katika lugha ya kiarabu huo ni msemo ambao saa nyingine kwa ajili ya kudhihirisha tamanio neno la kun linatumika. maelezo ya aya ambayo ameeleza mimi sikuisoma, lakini nimeeleza ufafanuzi wa neno la kun. mengine inshallah siku za usoni nitaeleza. katika msikiti wa rabwa tukio litokalo na waliopata majeraha kwenye tukio lile, mufanye dua kwa ajili yao. mwenyezi mungu awalinde wale waliopata majeraha makali na awajalie uponyo kamili na haraka. nchini pakistan azifanye kila njama ya wapinzani iangamie na iwarudie kwao. katika mji wa rabwa leo jalsa inafanywa kwa jina la khatme nubuwat na mashekh wameeleza matusi mengi zidi ya jamaat. jalsa itakuwa imekwisha sasa. mwenyezi mungu atulinde kutoka shari zao. vivyo hivyo mufanye dua kwa ajili ya wahamadi wa bangladesh. huko pia wapinzani wana mipango mibaya. mwenyezi mungu huko pia awalinde wahamadia wote. pia muwaombe wa palestina. mwenyezi mungu awarehemu, awaokoe kutoka wazalimu. inasemwa kwamba vita imesitishwa. hatua hiyo ni ya kijina tu. matukio yaliyotokea siku 2 zilizopita yamethibitisha kwamba hatua hiyo ilikuwa ni ya kijina tu. mwenyezi mungu awaokoe wanaozulumiwa na awakamate wazalimu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.